Je, unaweza kufunga ndoa na mtu usiyemjua kwa miezi mitatu tu ili kutimiza malengo yako? Kilichoanza kama ndoa ya mkataba wa kawaida kinageuka kuwa mchezo hatari wa siri, familia zenye ushawishi, mapenzi ya zamani na hisia ambazo hakuna aliyekuwa amezitarajia. Hii ndiyo hadithi yetu ya leo. Movie inaanza na wahusika wetu wakuu, Belan na Nana, wakisaini ndoa ya mkataba itakayodumu kwa miezi mitatu. Katika kipindi hicho, watalazimika kujifanya kuwa wanandoa wenye furaha kuliko wote duniani. Hata hivyo, mara tu makubaliano yatakapomalizika, kwa heri, kila mmoja ataendelea na maisha yake. Baadaye, Belan alirudi ofisini kwake, ambako msaidizi wake alikuwa amemwandalia orodha ya wanawake waliokuwa wagombea wa kuolewa. Lakini Belan alimshangaza kwa kumwonyesha cheti chake cha ndoa. Baada ya hapo, alimuita binamu yake ili amsimulie habari hiyo, na yule kijana akiwa ameshangaa, alimkiri kwamba naye alikuwa ameazimia kutangaza hisia zake kwa mwanamke aliyempenda sana tangu alipokuwa chuo kikuu. Kwa upande mwingine, Nana alikuwa maabara akiendelea na utafiti wake, ambapo kwa bahati mbaya aligongana na Belan. Akiwa amekasirika, alimshutumu kwamba alikuwa akimfuatilia na akamtoa nje ya maabara kwa kumvuta. Mkurugenzi akamuuliza kama alikuwa amerukwa na akili, kwa sababu Belan ndiye mfadhili mkubwa zaidi wa taasisi hiyo, jambo lililomfanya abaki amedua. Baadaye, mkurugenzi alimpeleka Belan kutembelea sehemu mbalimbali za taasisi hiyo. Hapo mfanyabiashara huyo alisema kwamba angeongeza fedha zaidi kwa ajili ya tafiti zinazohusiana na ugonjwa wa Alzheimer. Mkurugenzi akamweleza kuhusu Daktari X, mwanasayansi mashuhuri ambaye alibadilisha kabisa utafiti wa ugonjwa wa Alzheimer, lakini hakuna anayejua yeye ni nani kwa sababu anaficha utambulisho wake. Kabla ya kumaliza ziara hiyo, mkurugenzi aliomba radhi kwa tabia ya Nana, lakini Belan akiwa mtulivu alimwambia kwamba halikuwa tatizo kwa sababu msichana huyo alikuwa mke wake. Wote walibaki midomo wazi na Belan akaomba wawe waangalifu kwa sababu eti ilikuwa siri. Baada ya hapo, msaidizi wake alimuuliza kwa nini aliwaambia ikiwa hakutaka jambo hilo lijulikane. Lakini mpango huo ulikuwa wa makusudi. Alitaka uvumi huo usambae ili baba yake apate ushahidi wa ndoa yake. Kwa upande mwingine, Nana alianza kufanya uchunguzi kuhusu mume wake mpya na akagundua kwamba anatoka katika moja ya familia zenye nguvu zaidi nchini, jambo lililomfanya karibu azirai. Kwa hofu, alirarua mkataba wao, lakini sekunde mbili baadaye akajuta na kuunganisha vipande hivyo kwa gundi. Wakati huo huo, Belan alikuwa pamoja na bibi yake, akimwahidi kwamba angepata tiba nzuri ya ugonjwa wa Alzheimer. Mara baba yake akatokea, akimlaumu kwa kumwoa mwanamke asiyemjua, lakini Belan akamkatisha, akimwambia kwamba sasa si mgeni tena, bali ni mke wake. Baba yake akamtaka amtambulishe rasmi kwa familia, na Belan akamwambia kwamba angefanya hivyo hivi karibuni. Baadaye alipokuwa akipanga chumba ambacho binamu yake angeishi, Belan alikutana na picha ya Nana. Hapo ndipo aligundua kwamba mwanamke ambaye binamu yake alimpenda kwa miaka mingi sasa alikuwa mke wake. Kumbe walisoma pamoja chuoni na yule binamu alikuwa akimfuata kila mahali. Lakini Nana, kwa sababu aliona alikuwa bado mtoto kimawazo, alimkataa. Wakati huo huo, binamu huyo alikuwa akiangalia pete ya uchumba, akijiapia kwamba safari hii Nana angemkubalia. Akiwa amekasirika sana, Belan alimuita msaidizi wake na kumtaka aeleze kwa nini aliweka wasifu wa binamu yake kwenye orodha ya wagombea. Maskini yule msaidizi akajitetea, akisema kwamba hakujua chochote kwa sababu binamu huyo alituma maombi yake kama wagombea wengine wote. Ndipo Belan akauliza kwa nini Nana alitaka kuingia kwenye ndoa ya uongo ya miezi mitatu. Msaidizi akamweleza kwamba kwa sheria za chuo kikuu, wanafunzi walio kwenye ndoa huongezewa miezi mitatu ya kukamilisha tafiti zao. Hivyo mkataba huo ulimfaa sana ili aendelee na utafiti wake. Kwa upande mwingine, Nana alipigiwa simu na mama yake, Wakambo aliyekuwa akimchukia, ambaye alimwamuru aje kuchukua vitu vyake vya zamani kwa sababu alikuwa anataka kubomoa chumba chake na kukifanya kuwa chumba cha nguo. Muda mfupi baadaye, alikutana na Belan aliyekuwa akimsubiri.
Walipoingia ndani, Belan alianza kumhoji kuhusu kumfahamu binamu yake, akimtuhumu kwamba alimkataa binamu yake ili amuoe yeye kwa sababu ya pesa. Lakini Nana hakukaa kimya. Alimweleza wazi kwamba hakujua kuwa yule kijana aliyekuwa akimsumbua kila mara alikuwa binamu yake Belan. Pia akamkumbusha kwamba ni Belan mwenyewe aliyemtafuta ili wasaini mkataba huo. Ili kumaliza jambo hilo, Belan akatoa hundi yenye kiasi kikubwa cha fedha ili wavunje makubaliano na asimuumize binamu yake. Alipoiona fedha hiyo nyingi, Nana alikubali kwa furaha, akisema kwamba angetafuta mume mwingine. Bila kupoteza muda, Belan akampigia simu msaidizi wake ili aanze taratibu za talaka, lakini msaidizi akamwagia maji baridi kwa kumwambia kwamba kwa mujibu wa sheria walipaswa kusubiri angalau mwezi mmoja kabla ya kuachana. Hapo Belan akamnyang'anya ile hundi, akisema kwamba kwa bahati mbaya ndoa bado ilikuwa inaendelea. Wakati huo huo, mama wa kambo wa Nana alikuwa akimweleza binti yake kwamba tayari alikuwa amempangia miadi na Belan kwa sababu familia yake ilikuwa inamsukuma aoe, na hiyo ilikuwa nafasi nzuri ya kumnasa tajiri huyo. Muda huo huo, Nana aliwasili kuchukua vitu vyake na dada yake wa kambo akaanza tena kumdhihaki kama kawaida. Lakini Nana akamkatisha, akimwambia kwamba mwenye furaha ni yeye kwa sababu ameondokana na nyoka kama wao. Alipokuwa akifunga mizigo yake, alisikia jinsi walivyokuwa wakipanga namna ya kumvutia Belan na akacheka. Dada yake akauliza kwa hasira ni nini kilichokuwa kinamchekesha. Nana akawaambia kwamba walikuwa wanajifanya wajanja bure kwa sababu mwanaume waliokuwa wakimuinda tayari alikuwa ameoa. Msichana huyo hakumwamini kwa sababu alisema kama tajiri mkubwa kama huyo angeoa, basi habari hiyo ingekuwa kwenye vyombo vya habari. Mara mama wa kambo akaona cheti cha ndoa na kumuuliza aliolewa lini. Nana akamjibu kwamba alifanya tu kile kilichohitajika, kisha akakinyakua cheti hicho kabla hawajasoma jina la Belan. Alipofika nyumbani, alikuta kikosi kizima cha wafanyakazi wa Belan wakihamisha vitu vyake. Akiwa ameshangaa, aliwaomba maelezo na wakamwambia kwamba kuanzia sasa wataishi pamoja kwa sababu baba yake na bibi yake Belan walikuwa wanasisitiza sana. Akiwa amekasirika, alimkumbusha Belan kwamba hawakuwahi kukubaliana kuhamia pamoja. Belan kwa majivuno akasema kwamba hakuwa tayari kumbembeleza, lakini Nana akamwambia kwamba kama anataka akubali, atalazimika kumuomba vizuri. Hakukuwa na namna nyingine zaidi ya kumeza kiburi chake, na kwa tabasamu la kujilazimisha akamwomba ahamie kuishi naye. Nana akajifanya mgumu kidogo ili amwadhibu, kisha akaingia kwenye gari kabla Belan hajabadilisha mawazo. Walipofika kwenye jumba la kifahari, Belan akamtambulisha rasmi kwa familia. Mkwe wake alimkaribisha kwa furaha, lakini Belan, ili kukwepa mazungumzo, alimfanya ajikwae na kumuuliza kama alikuwa anahisi kizunguzungu. Nana akiwa anatamani kumpiga ngumi, alimjibu kwa upole. Hivyo Belan akamchukua mke wake kwa kisingizio kwamba alikuwa amechoka sana, huku baba yake akisema kwamba alionekana kuwa mtu wa kupendeza sana. Baadaye Belan alimpeleka Nana kununua gauni kwa ajili ya chakula cha jioni cha kusherehekea ndoa yao. Nana alipotoka kwenye chumba cha kubadilishia nguo akiwa amevaa gauni la kuvutia sana, Belan alibaki ameduaa kabisa. Nana alipotambua hivyo akamuuliza, "Unaonaje?" Lakini ili asikiri kwamba alikuwa anaonekana mzuri sana, Belan alimdanganya kwa kumwambia kwamba vipodozi vyake vilikuwa vimeharibika. Wakati wa chakula cha jioni, Nana aling'aa sana. Kutokana na akili na elimu yake, aliweza kuzungumza na wafanyabiashara wakubwa kwa kujiamini kabisa. Baadaye walipokuwa wakinywa kitu, Belan alimshukuru kwa sababu uwepo wake ulifanya hafla hiyo ifanikiwe sana. Lakini amani hiyo haikudumu kwa muda mrefu, kwa sababu baba yake alitangaza mbele ya wageni wote kwamba wanandoa hao wasimulie hadithi yao ya mapenzi. Nana akaingiwa na hofu, lakini Belan akiwa mtulivu akamwambia, "Tazama na ujifunze." Kisha akaanza kusimulia hadithi ya kimapenzi iliyopambwa sana. Alisema kwamba walikutana chuoni, pale Nana alipoteleza na yeye akamdaka mikononi mwake, na kwamba ilikuwa ni mapenzi ya kwanza kuona.
Wageni wote waliguswa sana na simulizi hilo, huku Nana akimtazama bila kuamini jinsi alivyokuwa na maneno matamu. Wakati hadithi hiyo ilikuwa imewavutia wote, binamu wa Belan akatokea. Alipomwona bibi harusi, akamtambua mara moja kuwa ndiye mwanamke aliyempenda sana chuoni na karibu azirai. Belan akamuuliza kwa nini amerudi mapema kutoka safarini. Binamu yake akajibu kwamba alitaka kuwapa mshangao, lakini mshangao huo ukamkuta yeye mwenyewe. Ili kutuliza hali, Belan akaeleza haraka kwamba hakumjua Nana hadi baada ya kufunga ndoa. Baada ya hapo, Nana naye akaeleza kwamba hakujua kabisa uhusiano wao wa kifamilia. Kijana huyo akasema kwamba Belan alimpa maelezo hayo hayo, jambo lililowafanya wote wawili kucheka. Kisha kwa ukomavu mkubwa akamwambia binamu yake kwamba hakuwa na kinyongo chochote na kwamba alikuwa na furaha kwa ajili yake. Pia akamwambia Nana amtunze vizuri Belan kwa sababu ingawa ni mwenye majivuno, moyoni ni mtu mwema. Halafu akamwonya Belan asimwachie mwanamke wa pekee kama huyo. Waliporudi kwenye jumba, Nana alikuwa akila chakula kwa utulivu mkubwa, lakini Belan ambaye bado alikuwa akifikiria yaliyotokea na binamu yake, alimwambia kwa sauti ya kukereka aache kula. Nana hakukubali kutawaliwa. Alimwambia kwamba hakuwa na kosa kwa sababu binamu yake ndiye aliyempenda na kwamba alikuwa na njaa sana kiasi kwamba hangeacha kula ili tu Belan ajisikie vizuri. Siku iliyofuata, Nana alienda kwenye kampuni ya mume wake ambapo katibu alimkaribisha kama malkia. Mara dada yake wa kambo akatokea akisema kwamba alikuwa na miadi na Belan, lakini katibu akamshusha kiburi kwa kumweleza kwamba hakukuwa na mtu yeyote aliyepangiwa miadi siku hiyo. Kwa hasira akamnyoshea Nana kidole, akiuliza yule mwanamke alikuwa anatafuta nini hapo. Karibu akashindwa kupumua pale katibu alipomwambia kwamba huyo alikuwa mke halali wa bosi wao. Wakiwa ofisini, Belan alimkiri kwamba bado alikuwa akihisi vibaya kutokana na yaliyotokea. Ili kupunguza msukumo wa familia, alipendekeza wajifiche kwa kujifanya wamekwenda fungate angalau kwa mwezi mmoja uliobaki kabla ya kupata talaka. Nana alipenda wazo hilo, lakini akasema kwamba hangeweza kuacha tafiti zake chuoni. Ndipo akapata wazo la kumhamishia Belan kwenye nyumba yake ndogo ya kupanga, akiahidi kwamba huko hakuna mtu ambaye angewatambua. Wakati huo huo, dada yake wa kambo alirudi nyumbani akiwa amewaka kwa hasira ili kumweleza mama yake wa kambo habari hiyo. Lakini yule mwanamke akaanza kuhisi kwamba kulikuwa na jambo lililofichwa kwenye ndoa hiyo ya ghafla, hivyo akaamua kufanya uchunguzi. Walipoanza kuishi kwenye nyumba hiyo, Nana aliweka sheria wazi. Belan angelala kwenye sofa na yeye angelala kitandani. Baadaye Belan alimwona Nana akiwa anafanya kazi huku akila kipande kimoja tu cha mkate. Akiwa ameshangaa, akamuuliza kama kweli hangeongeza chakula kingine. Nana akamjibu kwamba hakuwa na muda wa kupika. Ndipo Belan akapendekeza makubaliano mapya. Yeye angepika na Nana angeosha vyombo. Nana akakubali kwa furaha. Wakati wa chakula cha jioni, Nana alikula kwa furaha kubwa. Hata alimsifu mume wake kwa ustadi wake wa kupika. Baadaye wakakaa pamoja wakifanya kazi. Nana akawa anamtazama sana hadi akajikuta amesema, "Wewe ni handsome sana." Belan akamuuliza amesema nini, lakini Nana akiwa na wasiwasi akabadilisha mada haraka ili asigunduliwe. Baadaye wale wanawake wawili wabaya walifika ghafla kwenye nyumba hiyo. Walipoona bado wanaishi katika nyumba hiyo ndogo, mama wa kambo akaanza kuwadhihaki akisema kwamba ndoa yao ilikuwa ya uongo, huku dada yake wa kambo akitaka kuona cheti cha ndoa ili kuthibitisha kama kweli Nana aliolewa na tajiri huyo. Wakati huo huo, Belan akafika akiwa amebeba mifuko ya vyakula, na bila kujua kilichokuwa kinaendelea, akawaalika kula chakula cha mchana. Walipokuwa mezani, dada yake wa kambo akamuuliza kwa nini mtu mwenye utajiri mkubwa kama yeye aliishi kwenye nyumba ya kawaida namna hiyo. Belan akamjibu kwa heshima, lakini kwa maneno yaliyowafunga midomo, akisema kwamba alipenda sana kuishi kwenye nyumba ya mke wake. Jibu hilo likawavunja nguvu wanawake hao wawili na wakakosa cha kusema. Lakini amani haikudumu kwa muda mrefu, kwa sababu mama wa kambo akaanza kujisifia mbele ya marafiki zake kwamba sasa alikuwa ndugu wa familia yenye nguvu ya Belan. Uvumi huo ukaenea kwa kasi hadi ukamfikia baba wa Belan. Alipogundua kwamba fungate yao ilikuwa ya uongo, alimwamuru msaidizi wake awalete wote wawili kwenye jumba la familia. Na hapo ndipo sehemu ya kwanza ya simulizi letu inaishia. Usikose sehemu ya pili, ambapo siri nyingi zitafichuliwa na matukio yatazidi kuwa makubwa zaidi.